Na ama leo ndugu zangu katika imani, ni wenye kuendelea na ada na utaratibu wetu ambao tumekubaliana kwa kuweza kupeana tafsiri ya Qur'an, na siku nyingine huwa tunapeana dondoo katika visa mbalimbali au hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ama leo hii tupo katika suratul Mujadila aya nambari 9, tutasoma pia aya 2 para majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Maana yake itakuwa 9 na 10. Kabla ya kuingia suratul Isha tutakuwa tunyenye kusikiliza aya hizi. Mwenyezi Mungu Tabaraka Taala anasema, bana a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya ayyuhalladhina amanu idha tanajaytum. Anasema ya ayyuhalladhina amanu, huu ni wito wa heshima na upole na taadhima, badala ya kuwakemea moja kwa moja. Qur'ani inawaita kwa sifa yao ya imani. Kumbuka huu ni muendelezo. Kwa hiyo Qur'ani inatuita, inawaita kwa sifa yao imani. Ni itifaki ya kimaadili kuwavuta kwa utambulisho wao bora kabla ya kuwapa maelekezo. Mwenyezi Mungu anapofanya itifaki ambayo kimaadili Mwenyezi Mungu anatoa kabla kukuita kwa jina lako la heshima la taadhima na sifa, kabla ya kukupa maelekezo. Ya ayyuhalladhina amanu idha tanajaytum, idha tanajaytum, huu inaonyesha kuwa mazungumzo ya pande mbili au zaidi. Qur'an haitoi marufuku ya najwa, bali inaelekeza maudhui yake, fala tatanajau bil ithmi wal udwan. Dhambi, ithmi manake ni dhambi kwa ujumla, udwani wadui kwa wengine, wa maasiyati rasuli, kilele cha uasi. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, mnaponong'ona msinong'one kwa sababu ya mambo ya madhambi au wadui na kumuasi Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bali nong'onezaneni kwa kutenda mema na kuacha maovu, na mcheni Mwenyezi Mungu ambaye kwake mtakusanywa wote. Kwa hiyo watanajau bilbirri wattaqwa, na mnongonezane bilbirri, kwa wema, wattaqwa, na ucha Mungu. Birri, wema, tena wema nyewe wema mpana, sio wema tu, bali ni wema wenye mapana na marefu. Takwa, uchaji wa ndani wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo watanajau bilbirri wattaqwa, nong'onezane kwa wema uliokuwa mpana marefu na kwa kumcha Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo aya hii kana kwamba imekataza, lakini pia imekuja kujenga wakati huo. Wattaqullaha alladhi ilayhi tuhsharun, kukumbusha mwisho wa safari. Pia Mwenyezi Mungu ametukumbusha wattaqullah, muogopeni Allah, mcheni Mwenyezi Mungu, alladhi ilayhi tuhsharun, ambaye kwake yeye sote mtakusanywa. Sote kwa ujumla tutakusanywa kwake mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tumekumbushwa akhera na
yatokanayo kwa akhera, kukusanywa, lakini kutakuwa kuna kuhesabiwa, lakini kutakuwa kuna kuadhibiwa au kuna kulipwa kheri kwa waliotenda kheri. Kwa hiyo tumekumbusha masala haya ya kiakhera kwa kutusaidia sisi kuweza kupata maadili mazuri katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anaendelea katika aya inayofuata, anasema aya ambayo namba 10, innaman najwa minashaitani liyahzuna alladhina amanu wa laysa bidarrihim shay'an illa biidhnillahi wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Kwa hakika minongono hiyo inatokana na shaitani ili awahuzunishe walioamini, na wala haitawadhuru chochote isipokuwa kwa idhni ya Mwenyezi Mungu, na juu ya Mwenyezi Mungu tu ndio wategemee waumini. Kwa haraka tuweze kuichambua aya hii maneno yake ili tuingie katika ibada ya swala. Naona muda umeshafika. Anasema innama najwa na shaitani, inaonyesha kuwa najwa ya aina hiyo ya dhambi chanzo chake ni shaitani. Najwa ya aina hiyo ni dhambi na chanzo chake ni shaitani, kutokana na shaitani. Najwa imehusishwa na shaitani. Najwa hiyo ambayo imekataza inahusishwa na shaitani kama chanzo cha msukumo, kuonyesha kwamba wazo baya lina mzizi ya kiroho. Wazo baya linakuwa na mzizi wa kiroho. Liyahzuna alladhina amanu, lengo lake kuwaletea huzuni waumini. Qur'ani inafichua nia ya ndani, vitendo vya siri. Liyahzuna alladhina amanu wa laysa bidarrihim shay'an illa biidhnillah. Kuna kukanusha wa laysa bidarrihim shay'an, kuna kukanusha kwamba hakuna, kukanusha kuwa hakuna kitakachowadhuru chochote kile, ila isiyokuwa. Hii ni harfu al-istithna ambayo imewekwa kuja kuthibitisha, ila biidhnillah, kuthibitisha kuwa mpaka isiyokuwa kwa idhni ya Allah. Madhara hayako huru, yani inaita utulivu. Madhara hayako huru, yako chini ya idhni ya Allah. Nimekuambia madhara sio madhara yanakuja tu. Mtu akitaka kudhuru asema Mwenyezi Mungu mpaka atake bwana. Na Mwenyezi Mungu anaweza akataka kumdhuru huyo ambaye unataka yeye adhurike, lakini fahamu pia unajitengenezea njia mbaya, na kesho utakwenda kujibu kwa nini ulifanya madhara au ulifanya asbabu ya kudhurika. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Tunamalizia hapa. Mwenyezi Mungu anasema wa 'ala Allahi, najua Mwenyezi Mungu, kwa Mwenyezi Mungu falyatawakkal, na wategemee almu'minun, waumini. Mpangilio umekuja kwa Mwenyezi Mungu kuonesha kuwa tawakkul inapaswa kuelekezwa kwa Allah pekee. Wa 'ala Allahi falyatawakkal almu'minun, inaonesha kuwa tawakkal, yani utegemezi au kutegemea Mwenyezi Mungu pekee, Allah tu ndiye ambaye anatakiwa ategemewe. Kwa hiyo tumeona aya hii imeanza na wito wa heshima na taadhima kabla ya kutoa maelekezo, lakini bila tafsiri kabla ya kutaja ubaya. Baadaye pia imetuletea aina ya mbadala, namna ya kufanya, lakini pia mwisho umemalizia aya hizi kututaka sisi tumtegemee Allah tabaraka wa taala. Nafikiri wakati wa Isha umeshaingia. Nafikiri ngoja tupishe swala ya Isha, lakini pia tuna jambo la tarawih. Zote ni wajibu. Tarawih tujitahidi sana tu tunaiswali, kwani ni sunna adhim, sunna bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia ukikosa mwezi huu wa Ramadhani hii kujaliwa kuipata tena ni mwakani, roho zikiwa hai. Kwa hiyo tujitahidi sana tu tunahudhuria katika tarawih kwa wingi. Wa ilahuna atawaqqafu. Hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.